وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معنا الحديث 39 kiendelea na hadithi ya 39 katika halaka zetu za kitabu cha al-40 an-nawawiyya lil-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyan وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. حديثه amepokea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza li an ummati, amesamehe kwa sababu yangu katika umma wangu, al-khata'a wan-nisyan, makosa ya bahati mbaya pamoja na makosa ya kusahau. Mtu anaposahau au kufanya jambo kwa bahati mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala anayafuta makosa haya, anayasamehe. Lakini na jambo la tatu ambalo limesamehewa ni maafuun fi hadhihi al-umma mastukrihu alayhi, ni yale mambo ambayo mtu anatenzwa nguvu na kulazimishwa kuyafanya, ambayo anafanya lakini nafsi yake bado imetulizana na imani. Mtu anatenzwa nguvu kulifanya jambo baya na hana uwezo wa kulikataa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Manake yule ambaye atakayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ilhali moyo wake umetulizana na iman, basi mtu wa dizaini hii anakuwa anasamehewa na lile alilolifanya kwa kutenzwa nguvu. Fa idha ukriha al-insanu ala fi'li ash-sharri, binadamu anapotenzwa nguvu kufanya jambo ovu, wa huwa lam yaqsiduhu fa innahu la yu'akhadhu alayhi, ilhali hakulikusudia, basi hachukuliwi wala haadhibiwi kutokana na jambo hilo. Wa hadha min fadlillah li'annahu laysa lahu irada, na hii inathibitisha ubora wa Allah, kwa sababu katika hali hiyo binadamu hana matakwa yake, huwa mujbarun maslubul irada. Hapa ametenzwa nguvu na ule uwezo wake umechukuliwa, hawezi kuimiliki nafsi yake kwa kuyafanya yale ambayo hakutamani kuyafanya, kama ilivyo kwa wazazi wa wale waliouawa, Mama Sumaya na mumewe. Mtoto wao yule alikiri kwamba la tanauza ni miungu, lakini akawa anasikitika. Mtume akamwambia mwambieni kwamba hajatoka katika Uislamu kwa maneno yake, kwa sababu ameyafanya yale baada ya kufanyiwa vitisho na kuuliwa wazazi wake mbele ya macho yake. Ikawa ametamka yale, lakini moyo wake umetulizana kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ammar ibn Yasir anakiri kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Allah. Ametamka yale kwa sababu ya ile ikrah, kule kutenzwa nguvu. Kwa hiyo umma huu umesamehewa dhambi za bahati mbaya na kwa kusahau. Mtu anapofanya jambo basi pia linafutwa. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ya Allah usiwadhibu katika makosa ambayo tumeyafanya sisi kwa bahati mbaya na makosa ambayo tumeyafanya kwa kukosea. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo ameyazungumzia ni haya makosa ya bahati mbaya, lakini makosa mtu anayafanya kwa kukusudia, hapa anachukuliwa hukumu, kwa sababu Allah anasema walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Hakuna ubaya katika yale makosa yanayojiri kwa bahati mbaya, lakini yale ambayo mnayokusudia kuyafanya katika nafsi zenu, haya mtaadhibiwa nayo. Kwa hiyo tujifunze katika hadithi hii kwamba katika baadhi ya mambo maalumu kwa umma huu wa Mtume sallallahu wasallamu alayhi ni wafa kwetu sisi. Unapofanya jambo kwa bahati mbaya huadhibiwi, na unapofanya jambo kwa kujisahau huadhibiwi, lakini na jambo la kulazimishwa pia halihesabiwi katika sheria, lakini lina mipaka, si kulazimishwa na unataka katika nafsi yako. Kwa hiyo tujifunze kupitia mafunzo haya ya Mtume sallallahu wasallamu alayhi, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.